Nurvazi, najua ukiambia ukweli wa mnaumia sana, roho zinawauma, na kuna wakati mpaka naamua kutumia lugha za matusi. Nyie hamtakiwi kuchukuliwa maamuzi mepesi. Nyie mnapaswa mchukuliwe maamuzi ya kiume kwa hatua ambayo mmeshafikia, sababu watu wameshawabembeleza sana, wameshawaelimisha sana, lakini hamtaki kuelewa. Kwa hiyo mnahitaji kamanda wa kuwachukulia maamuzi magumu. Sasa mtu akiwachukulia maamuzi ya kikamanda, naanza kutupa matusi. Iko hivi, jeshi la Dr. Samia Suluhu Hassan, nikimaanisha jeshi ninamaanisha viongozi wote ambao Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amewaamini na kuwaweka kwa kama kabineti yake kumsaidia majukumu ya kuliongoza taifa hili. Ni watu imara sana, ni watu imara mno. Nimeona Mheshimiwa Waziri Mkuu baada ya kuchukua maamuzi magumu na kuwaambia ukweli kama mnalipwa, naanza kutumia lugha za ajabu, na hizo ni dalili za kushindwa. Ukiona mtu unaanza kutumia lugha za ajabu afu watu wanajenga hoja, ni dalili za kushindwa. The good things kwamba nachompendea Mheshimiwa Waziri Mkuu, afanye kitu kwa ajili ya kumfurahisha mtu. Anafanya kitu kwa maslahi mapana ya Watanzania, anafanya kitu kwa maslahi mapana ya Tanzania. Kwa hiyo viongozi wote walioaminiwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, mawaziri na kabineti zote kiujumla, sio watu wa kulemba. Kwa hiyo kitendo cha wewe kwamba sijui kumwataki Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa sababu ya kusema kwamba mnalipwa, ni kweli mnalipwa. Shida ni kwamba mnalipwa mfanye nini? Hatuhitaji machafuko. Kwa hiyo dawa imeshaanza kuingia kwenye mishipa, na ndio maana mnaanza matusi. Ndio maana mwanzo niliwahi kusema kwamba Mheshimiwa Waziri Mkuu anavyoataki moja kwa moja bila kuwaficha, tupo nyuma yake, kwa sababu ampendi mtu anayewaataki moja kwa moja. Sasa msio muda wa kubembelezana. Yaani tukifikia swala la kitaifa, haina haja ya kubembelezana. Tukana usitukane, lakini ukweli upo pale pale. Tutashirikiana na viongozi ambao wanahitaji kuilinda Tanzania kwa wivu mkubwa, kupinga machafuko. Hatutaki vifo, hatutaki kuingia katika vita, hatutaki vurugu ya aina yoyote. Haki idaiwe kwa ustaarabu.